namna Mungu anavyofanya kazi ndani yetu na anavyofanya kazi kupitia sisi. Namna Mungu ambavyo anafanya kazi ndani yetu na namna Mungu ambavyo anafanya kazi kupitia sisi ni mambo mawili tofauti. Katika maandiko niliyosoma sasa hivi, nafundisha tu polepole, lakini sitachukua muda mrefu. Nafundisha polepole kwa maana kwamba sihubiri. Haleluya. Biblia inasema huyu ni Ezekiel akiwa anaeleza kile kimetokea katika uwepo wa Mungu, kuhusiana yeye na Mungu. Anasema akaniambia, akimaanisha kwa sababu ni elezo la Kutoka sura ya 1. Anamweleza jinsi alivyoonekana, rangi ya hiyo rangi yake. Mstari wa 28 ambao ndio wa mwisho sura ya 1 anasema kuonekana kwake kama kuonekana kwa upinde wa mvua ulio katika mawingu siku ya mvua, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwa mwangaza ule pande zote, ndivyo kulivyokuwa kuonekana kwake mfano wa huo utukufu wa Bwana. Nami nilipona nilianguka kifudifudi, nikasikia sauti ya mmoja anenaye. Ndio sasa anaanza sura ya 2 mstari wa 1, akaniambia, huyo anenaye akaniambia, mwanadamu, simama kwa miguu yako, nami nitasema nawe. Hapo maana yake kuna kusema mara mbili. Kuna akaniambia, hatua ya kwanza ya kusema ni akaniambia simama. Halafu nikisha simama utakuwa na hatua ya pili ya kusema tena, nami ukisha simama nami nitasema nawe. Sauti ya kwanza inatoa agizo la kwanza la kusimama. Simama kwa miguu yako. Akasema simama. Hiyo ni sauti ya kwanza, amesema kwa mara ya kwanza. Lakini asema ukishasimama nitasema tena. Nitasema na wewe ukishasimama. Ukishasimama nitasema na wewe. Sasa naongelea Mungu kufanya kazi ndani yetu na Mungu kufanya kazi kupitia sisi. Kabla Mungu hajafanya kazi kupitia sisi, anaanza kwanza kufanya kazi ndani yetu. Haleluya. Mpaka tufanikiwe kusimama. Mtu ambaye hajafanikiwa kusimama, Mungu atambakiza kwenye hatua ya kuendelea kutenda kazi ndani yake mpaka atakapofanikiwa kusimama. Halafu atakaposimama ndipo atasikia sauti ya pili ambayo nitaielezea dakika chache zijazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema simama kwa miguu yako. Sasa sikiliza anachosema. Anasema mara aliposema simama, roho ikaniingia. Kwa huyu hakusimama kwa sababu tu ameambiwa asimame, lakini alisimama kwa sababu lile neno lililotamkwa kumwambia simama liliachilia roho. Haleluya. Lilikuja na roho. Roho ile ikamwingia yule ambaye alikuwa wakati huo yuko kifudifudi, ameanguka kifudifudi. Tamko simama kwa miguu yako lilipotoka, kumbe limepuliza nguvu kubwa ya roho. Roho ikamwingia kutoka kwenye lile neno. Roho ikamwingia
Na ukisema roho, umezungumza Yohana sura ya 6. Hiyo siisomi. Yesu anasema maneno ninayowaambia ni roho tena ni uzima. Haleluya. Kwa kitendo cha Mungu kusema, nguvu iliyotoka ni nguvu kubwa ya roho wa Mungu. Ndani ya neno la Mungu kuna nguvu kubwa. Kwa likisha sema, linatosha kuwaimarisha waliochoka kiroho, waliokata tamaa. Linatosha kuponya wagonjwa, kwa sababu linakuja ni roho. Hivi ninavyotamka, roho inaingia, magonjwa yanaanza kuondoka. Kama yalikuwa bado yapo, najua yameshaondoka mengi. Kama yapo aliyosalia, ni roho yanaondoka. Haleluya jamani, haleluya jamani, haleluya. Ni roho. Anasema aliposema, roho ikaniingia, na roho iliponiingia, roho ikanisimamisha. Nimeambiwa simama, lakini kilichonisimamisha sio mimi mwenyewe, nimesimamishwa na roho iliyoniingia. Haleluya. Aliposema, roho ikaniingia. Roho iliponiingia ikanisimamisha kwa miguu yangu kiwimawima, kanisimamisha. Sasa hatua ya kwanza, kabla Mungu hajaanza kutenda kazi zake kupitia wewe, lazima ipite hatua ya kwanza ya Mungu kutenda kazi ndani yako. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaanza kutenda kazi ndani yako. Sauli kabla hajakuwa mfalme aende kuokoa Waisraeli katika mikono ya adui zao, alishushiwa roho. Alisema utakapokutana manabii wanatabiri, roho wa Mungu atakuja juu yako kwa nguvu, nawe utatabiri pamoja nao na utageuzwa kuwa mtu mwingine. Haleluya. Kwa hatua ya kwanza, Mungu anatenda kazi ndani yako. Wengi Mungu hawezi watumia kwa sababu ndani kwao hakujatengenezwa vya kutosha. Ndani kwao bado kuna kiburi. Lazima Mungu atende kazi ndani yako, kiburi kishe. Haleluya. Ndani yako bado kuna uvivu, kujihurumia. Lazima uvivu uishe, ndo hatua zingine zifuate. Roho ikuingie kupitia neno la Mungu, ing'oe kiburi, ing'oe uvivu, ing'oe tabia za kimwili. Haleluya. Hasira na matukano na magomvi na vingine vya namna hiyo vitolewe vyote, maana ukiwa bado navyo hujasimama. Na nasema anaweza kuleta sauti ya pili baada ya kuwa umesimama. Haleluya. Kwa kuna watu wengi wanaishi ndani ya sauti ya kwanza miaka mingi ikiwaambia simama, hawajasimama bado. Na kwa hawajaenda hatua nyingine, maana huwezi kwenda hatua nyingine bila kusimama. Ungetamani Mungu akutumie, lakini haijawezekana kwa sababu husimami. Haleluya. Mungu anatumia walioinuka, wamesimama. Mapito yakija hawakati tamaa, wamesimama. Majaribu yakija hawakati tamaa, wamesimama. Vita vikija hawakati tamaa, wamesimama. Wakichokozwa hawaanguki dhambini, wamesimama. Wakitukanwa hawajengi chuki na vinyongo, wamesimama. Jina la Yesu libarikiwe. Wakikosa hawakati tamaa, wamesimama. Hao ndio Mungu anatenda kazi pamoja nao. Kwa Mungu hatendi pamoja na mtu ambaye hajasimama. Lazima mtu asimame.
Muulize jirani yako, unajionaje? Umeshasimama au bado? Kuna vitu bado vinahitaji kushughulikiwa humo ndani ili usimame. Haleluya, haleluya. Kuna vitu vinahitaji vishughulikiwe kabla hajatenda kazi na wewe, anatenda kazi ndani yako kwanza. Hatua ya kutenda kazi pamoja na wewe inafuata, amemalizana kwanza na wewe, ndio baadaye akutume kutenda kazi pamoja naye kwa ajili ya watu wengine. Haleluya, 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 haleluya. Wengine maisha yetu hayajawa hata na uwezekano kabisa wa kushawishi mwingine kuokoka, kwa sababu kuna mambo ndani yetu bado hayajashughulikiwa, yanahitaji endelee kushughulikiwa. Hata usipoongea, mtu mwingine anaweza akakuangalia mwenendo wako na yeye akaokoka. Lakini kabla ya hapo, unahitaji Mungu ashughulike ndani yako kwanza, tende kazi ndani ya maisha yako. Haleluya. Anasema roho ikaniingia. Roho iliponiingia ikanisimamisha. Haleluya. Nguvu zilikuwa zimekwisha. Alipokutana na yale maono ya ajabu ya sura ya kwanza, Ezekieli nguvu zikamwisha, akaanguka kifudifudi, na kwa kadri ambavyo hajanyanyuka, Mungu hamtumi. Anamwambia, anamtuma, umesimama kwanza kiwima niseme na wewe. Kuna watu miaka kadhaa ya wokovu wao bado wanatembea ndani ya ujumbe wa simama. Hawajafika ujumbe ninakutuma. Kila wakijaribu ninakutuma wanaanguka. Kwa hiyo Mungu anarudi ujumbe wa kwanza, simama. Akijaribu kumtuma nenda kafanya hili na hili na hili, mara ameshindwa, amechoka, Mungu anarudi ujumbe namba moja, simama. Haleluya, haleluya. Roho ikuingie kwa jina la Yesu. Roho ya ujumbe huu ikuingie kwa jina la Yesu, ikusimamishe kwa jina la Yesu. Roho ya Mungu ikuingie kwa neno lake hili, ikusimamishe kwa jina la Yesu, ili uende hatua nyingine, utende kazi pamoja na Bwana katika jina la Yesu. Roho ikuingie ukasimame kwa jina la Yesu. Mungu hatumii watu ambao hawasimami. Hatumii watu hawajasimama. Hatumii watu akiambia simama wanashindwa kusimama. Anatumia watu wamesimama kwanza. Kukitokea dhoruba bado wamesimama. Kukitokea mawimbi bado wamesimama. Kukitokea upepo bado wamesimama. Hao Mungu anawatumia. Simama. Aliposema nami, roho ikaniingia. Na roho iliponiingia ikanisimamisha. Jina la Yesu libarikiwe. Haleluya, haleluya. Na neno la Mungu, Yesu anasema ndiyo roho yenyewe, na roho inatia uzima. Kisicho na uzima hakisimami. Haleluya. Mtu akiwa ndani hakuna uzima hawezi kusimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnyama yeyote ndani mwake kukiwa hakuna uhai hawezi kusimama. Jamani, tunaenda pamoja. Kwa kuna wakati tunasema watu fulani hawako hai, kumbe sisi wenyewe pia hatuko. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana tungekuwa hai, moja ya dalili za kuwa hai ni kusimama. Lazima ukikuta ambaye yeye mwenyewe hasimami, anasema mwingine hayuko hai. Haleluya. Lakini hata wewe ungekuwa hai, ungekuwa umesimama. Haleluya.
Na ukishasimama unaanza mwendo. Kitu kilichosimama ndicho kinachoenda. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwa anasema tena mstari wa 2, naye aliposema nami, Roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami. Yeye anasikia kwa mara ya pili. Ile mara ya kwanza alisikia simama. Hii sasa ya pili anaanza kusikia nini kinafuata ukishasimama. Mstari wa 3 ndiye anaeleza kilichotokea aliposimama na akasikia baada ya kusimama. Anasema, narudia mstari wa 2, naye aliposema nami, Roho ikaniingia ikanisimamisha, nikamsikia yeye aliyesema nami, akaniambia, mwanadamu, na kutuma. Hayo mengine tuyaachane na wana wa Israeli. Tuishie kwenye na kutuma. Haleluya. Nilipokwisha kusimama, akasema nami sasa kwa lugha nyingine ya waliosimama. Mungu ana lugha za waliosimama na lugha za ambao hawajasimama. Muulize jirani yako, uko pande gani? Jamani, haleluya. Kuna lugha za Mungu kwa ambao hawajasimama na kuna lugha za Mungu kwa watu ambao wamesimama. Na kuna watu wanamaliza miaka mingi wanashindwa kabisa kusimama. Haleluya, haleluya. Lugha ya ambao hawajasimama ni lugha ya kukusaidia upokee kitu kitachofanya mabadiliko ndani yako. Lugha ya waliosimama ni lugha ya kukufanya upokee kitu kitakachobadilisha wengine. Unapenda ipi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lugha kwa ambao hawajasimama wanapokea kinachotakiwa kiwabadilishe wao tu. Waliosimama wanapewa kitu kwa ajili ya wengine, cha kusimamisha wengine, cha kubadilisha wengine. Ndio maana unaweza kuishi miaka mingi unakosa hata mmoja wa kumbadilisha. Hiyo ni kiashiria kwamba wewe mwenyewe hujasimama. Aliyesimama, moja ya dalili kwamba mtu amesimama, unaanza kumwona ana uwezo wa kubadilisha watu wengine, ana uwezo wa kugusa wengine. Haleluya. Ana uwezo wa kufanya maambukizo wa kimungu unaoleta mabadiliko kwa watu wengine. Haleluya. Anaanza kuinua wengine, anaanza kukuza wengine, anaanza kusogeza mbele wengine. Huyo amesimama. Ambao hawajasimama, wao Mungu anashughulika na wao tu bado. Maana hata kutuma ujumbe wa pili kabla hujahitimu kwa wa kwanza, hata kupa sauti ya pili wakati ya kwanza yenyewe hujaielewa sawa sawa. Haleluya. Anakubadilisha wewe ili ubadilishe wengine. Anakusimamisha wewe ili usimamishe wengine. Anakugusa wewe ili uguse wengine. Anatenda kazi ndani mwako ili wewe ile kazi iliyotendwa ndani yako isaidie kutenda kazi ndani ya watu wengine. Haleluya. Ili kazi za Mungu zionekane ndani ya watu wengine, ni lazima kazi za Mungu zimeshatendeka ndani mwako kwanza. Kwa Mungu anavyofanya kazi ndani yetu na Mungu anavyofanya kazi kupitia sisi ni stage mbili tofauti. Haleluya. Alipoona nimesimama, akanituma, akasema na kutuma. Wapi? Kwa watu wengine.
Haleluya. Naomba tafakari maneno hayo katika jina la Yesu. Roho ikuingie kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa roho ikusimamishe kwa jina la Yesu. Ukasimame kwa jina la Yesu. Mungu anataka kukutuma kutokea sasa. Uanze kuishi kama ambaye Mungu anamtuma kutokea jina la Yesu. Mungu anatafuta wa kuwatuma. Anasema watenda kazi ni wachache ingawa mavuno ni mengi. Kwa nini wanakuwa wachache? Ni kwa sababu, sio kwa sababu watu ni wachache, ni kwa sababu wengi bado hawajasimama. Jamani, wangapi wamenielewa? Narudia tena. Yesu anasema mavuno ni mengi, lakini watenda kazi ni wachache. Kwa nini wachache wakati watu ni wengi? Ni wachache na watu ni wengi kwa sababu hao wengi wao hawajasimama. Bwana Yesu asifiwe sana. Nadhani mmenielewa. Mungu awasaidie. Kuanzia sasa ukasimame kwa jina la Yesu. Uanze kutuma kwa wengine. Nasema ukatume kwa wengine kwa jina la Yesu. Nasema ukabadilishe wengine kwa jina la Yesu. Nasema ukatengeneze maisha ya watu wengine kwa jina la Yesu. Nasema ukabariki watu wengine. Nasema ukainua wengine, ukasogeze mbele wengine, ukaendeleze wengine katika jina la Yesu. Haleluya. Muda wa kubakia Mungu anashughulika na wewe tu. Wewe na Mungu. Simama, anguka, simama, anguka. Umepita katika jina la Yesu. Jamani wa Kristo, wana wa Mungu, muda wa kukaa na kusimamishwa kama simama dede umekwisha kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Kuna watu wanaona raha kuambiwa simama dede kila siku. Mimi kabisa naona nimechoka. Simama jipe. Simama dede mpaka lini? Mwambie jirani yako simama dede mpaka lini? Kasimama peke yake. Haleluya. Usiwe Mkristo wa simama dede. Nyanyuka, Mungu akutume kwa wengine. Ubariki wengine, utengeneze wengine, ulete wengine, uinue wengine, ufanyike baraka kwa wengine katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Sema Bwana Yesu. Jamani, sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Ninakubali kwamba majira ya kusimama ndiyo haya. Ninaamua kusimama katika jina la Yesu. Neno la siku ya leo limeingia ndani mwangu. Roho imeniingia inayotosha kunisimamisha kwa miguu yangu. Niko tayari kutumwa.